Karibu kwenye meza huru na medali ya kimichezo kuweza kuangazia na kuangalia zaidi kuhusu tetesi ambazo zimekuwa zikiendelea katika mitandao ya kijamii katika hizi timu na mafahari wawili ambao ni kati ya Simba pamoja pia na klabu ya Yanga. Licha ya kwamba tayari Yanga ameshadhihirisha kwamba yeye ni bora zaidi ya klabu ya Simba mara baada ya kuweza kumtandika pia mara 5 mfululizo klabu ya Simba, yani katika zile face to face ama head to head kati ya Simba na Yanga, basi hivi sasa Yanga amekuwa akiongoza. Hii ni mara 5 ya mfululizo. Lakini tuweze kuangalia katika tetesi ambayo hivi sasa imekuwa ikiendelea kumhusu kocha Rulani Mokoena ambaye hivi sasa amekuwa akitajwa na klabu mbalimbali ikiwemo pia klabu ya Al Hilal ya Sudan ambayo pia inategemea kuweza kuwa na kocha Rulani Mokoena ambaye tayari ni kocha, tunafahamu ni kocha kocha mzoefu kabisa ambaye ameweza kutumikia timu mbalimbali licha kwamba umri wake hauendani na CV alionayo, kwa sababu tuliweza kumuona na kukutana naye katika nafasi ambayo watu wengi waliweza kushangaa ni kwa nini kocha Rulani Mokoena aliweza kukabidhiwa klabu ya Mamelodi Sundowns, klabu ya rais wa CAF Patrice Motsepe. Yani ni kwa nini ama iliweza kumshawishi kitu gani kwa rais wa CAF kuweza kumtumia kocha Rulani Mokoena kumwamini kama head coach wa klabu ya Mamelodi Sundowns. Lakini mwisho wa siku nafikiri mara baada ya klabu Mamelodi kuonekana kabisa kwamba haifanyi vizuri katika ligi na hata the same katika michuano ya klabu bingwa, ilionekana kwamba ni klabu ambayo pia bado still ina changamoto na kujikuta mwamba ameweza kupoteza pia ajira yake ama kibarua chake kikaweza kuota nyasi. Lakini hivi sasa unaambiwa viongozi lakini pia na hata pia meneja wa digital platform ya klabu ya Yanga ambaye pia ni Privadinho, lakini pia na viongozi tofauti na hata wasemaji akiwa pia semaji la Yanga Ali Kamwe, ni kwamba wanaamini kwa msimu unaokuja itakuwa ni msimu ambao haujawahi kutokea. Wameweza kuzungumzia kwenye nafasi ama kwenye engo ambazo ni engo za kitofauti sana. Ameweza kuzungumzia engo ambayo kwanza msimu unaokuja ni kwamba utakuwa na makocha ambao wenye CV kubwa sana ambayo kiuhalisia tulikuwa tumeshazoea kuwaona katika zile klabu kubwa, lakini wataweza kutua ndani ya ardhi ya Tanzania. Sasa kwa maneno ama kauli hizo unaona kabisa kwamba kocha Rulani Mokoena ni bado tu kwa sababu hajajia kwenye mfumo, na ni taarifa ambayo inaonekana kabisa kwamba bado rais Engineer Hersi anafanya jitihada zote ili mradi ahakikishe kwamba anakutana na anapata nafasi nzuri kabisa ya kumshawishi kocha Rulani Mokoena ili mradi msimu unaokuja basi tuweze kumuona katika kikosi cha Wanajangwani. Na nafikiri itakuwa ni vyema zaidi kwa kocha kama Rulani Mokoena ambaye hahitaji kupoteza CV yake na wala hahitaji pia kupoteza nafasi ama karia yake ya kuwa kama head coach katika timu mbalimbali. Ni kwamba anapambana sana na anahitaji kuweza kupata timu ambayo anaweza akaisuka vizuri na kuweza kuifikisha katika mahala ambapo amekuwa akihitaji sana. Kwa hiyo binafsi naona kwamba kocha Rulani Mokoena kutua kwenye klabu ya Yanga imekaa poa, imekaa vizuri tu, na hata naamini kabisa kwamba kwa kocha huyu wa sasa ambaye ni Milodi Hamdi, sidhani kama ana CV kubwa kushinda CV ya kocha Rulani Mokoena, na pia hata katika ile tactic pia idea alionayo kocha Rulani Mokoena na kocha Milodi Hamdi, naweza kete yangu nikampa kocha Rulani Mokoena, na naamini kabisa kwamba kwa hivi sasa Yanga inastahili kuweza kumpata mtu kama kocha Rulani Mokoena, mtu kama kocha Ibenge, Florentin Ibenge, ambao pia ni makocha na aina ya makocha ambao kiuhalisia unaona kabisa kwamba kuna kitu na kihitaji ama kuna kitu wanakitafuta. Na always kwa idadi ambayo nimeweza kutajia ya aina ya makocha kama hawa Florentin Ibenge na kocha Rulani Mokoena ni makocha ambao wanapendelea sana kulinda sana CV zao. Nitakumbusha pia kwa kocha Abdullah Benchika pia alishakuwa ni kocha wa Simba. Ni aina makocha ambao wanajitahidi sana ku maintain CV zao, na wakishaona kuna uswahili ama kuna tofauti katika timu basi wao huwa wanaiacha timu, sio wao kuachwa na timu, bali issue kama ya Benchika
kuweza kuiacha Simba, na mwisho siku Simba akiwa ameweza kudanganya kama Benchika ameenda kuangalia familia yake, kumbe ilikuwa tu ni nafasi ya kuweza kuwatuliza mashabiki. Lakini ukweli ni kwamba kuna baadhi ya makocha ambao wao kama wakiona tu hawaelewi ama hawaoni dira ya wao kuweza kuchukua ama kufikia malengo yao, basi ni lazima wao waweze kutafuta sababu ya kuweza kuiacha timu na sio wao kuachwa na timu. Kwa hiyo iliweza kumtokea kocha Lani Mwokoi na kuachwa tu na klabu ya Mamelodi, lakini mwenyewe pia amekuwa akifuatilia sana kwamba akiona haelewi basi yeye ndo anakuwa mtu wa kwanza kugive up, na hiyo imekuwa ni kawaida pia hata kwa Florentin Benge, pene kocha ambaye amekuwa akigombaniwa sana na klabu. Kwa hiyo anapofika kwenye klabu fulani basi huwa anaangalia kwamba klabu ina mwenendo, basi inakuwa kidogo ni rahisi kuweza kumbakisha. Lakini akiona kama kuna tofauti, basi pia kunakuwa na ugumu ama ukakasi wa kuendelea kubakia na kocha wa design kama hiyo. Kwa hiyo tunafurahi na tunaamini kama endapo Rais Engineer Hersi atalipambania vizuri, huenda likawa ni jambo ambalo la kuifanya pia klabu ya Yanga endelee kuwa the best na kuonekana pia ni klabu yenye malengo na inahitaji kitu. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anahitaji kitu, yani kwa Yanga na kwa timu ambayo inahitaji kuweza kuchukua kombe la klabu bingwa, basi ni inahitaji pia kuanzia professional coaches ambao wanaweza wakaifikisha kwa profession, lakini pia na technical idea za kuweza kuwafanya pia wawe ni bora zaidi ya hapa tunavyowaona. Cha msingi tukutane kwenye upande tu wa comment. Ni Hatboy Media.